sisi kama mababu yao kushiriki tendo hili kwa kamilifu. Lakini naipongeza serikali ya Chama cha Mapinduzi kwamba tangu juzi tumekuwa na Wizara ya Habari na Utamaduni na mkurugenzi yuko hapa na tumeendelea nao mpaka leo. Na jana tulikuwa na mkuu wa mkoa, alikuwa yeye ndiye angekuja kuisitisha hili jambo, lakini mambo yamepandana akaniruhusu kwamba wao fanya, na ndio maana nimekuja kufanya kufunga. Nimefunga leo rasmi, wanakwenda maeneo kupata tohara, lakini nimewaomba au nimeagiza tarehe 28 na 29 wasifanye tendo la tohara ili tuweze kushiriki swala la uchaguzi. Uchaguzi ni sehemu muhimu kuunda serikali, kila mtu anahitajika, na jamii wa Masai na wao vijana kwa wengi wana umri zote kama ulivyoona ya kushiriki uchaguzi na wameandikisha. Kwa hiyo nimetoa tamko wafanye 28 29 wasitishe ili tuhusike kupiga kura sawa sawa katika maeneo yote Masaini. Katika mikoa 15 iliyoko Masai nimetaja yote, ikiwemo Arusha, Kilimanjaro, Pwani, Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, kule Rukwa na kule Mbeya na kule Njombe na kule Dodoma na kule Manyara, wote wako wa Masai. Sina maana kwamba wa Masai tu, wananchi wote washiriki kupiga kura. Nimetamka hilo kwa vijana, nimehamasisha, nimeelewesha wachague kiongozi anayestahili na sio mwingine. Mimi ni mwana CCM, kiongozi mimi ni mwana CCM. Kwa hiyo nasema Samia, tuangalie jinsi alipoleta maendeleo ya miundombinu, madarasa, nyumba kwa walimu, mambo ya barabara, mambo ya hospitali, mambo ya maji na mambo mengine, na kuleta vivutio katika mila na desturi ili watalii waingie. Na Arusha ndio imekuwa dikota katika shughuli hii. Kwa hiyo vijana wengi wameajirika katika nchi hii, lakini katika mkoa. Kwa hiyo maeneo haya nimeomba alindwe kwa hali na mali ya Wizara ya Mambo ya Habari na Utamaduni, sababu tuko chini yao, watuunge mkono na kutulia shida tunazopata watu kufanyia maeneo haya. Na nimesema kuanzia leo tutaendelea kutumia maeneo hayo, hakuna tena tuacha miaka 7 ile ambayo ndio watu wamepata mwanya kuona haya maeneo hawana wenyewe, wakati si ndio wenyewe. Na tutahakikisha haitaharibia mazingira tunayoona, itakaa kwa asili yake kwa faida ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo haya mambo yote tumeyafunga na tumeomba uchaguzi iendelee kwa amani bila furugu, kila mtu ashiriki kwa jinsi alivyo, kwa jinsi ya sote watashiriki na umri yote iliyokubalika. Jina yangu naitwa Amani Karaine Lukumai, ni katibu mkuu wa viongozi wa mila ya Wamasai Tanzania, na tuko hapa leo katika kuhitimisha ufunguzi rasmi wa tohara wa vijana wa rika la Megoliki. Rika hili huwa linatokea baada ya miaka 14, na kwa hiyo saa hizi ndio tunafungua tena rasmi toka 25 mpaka 2032. Kauli yangu kwa serikali na Watanzania wenye kupenda kudumisha masuala ya utamaduni na desturi za makabila ni kwamba eneo hili ni eneo ambalo linaitwa Elerai. Ni maeneo ambayo ni muhimu sana kwa kabila la Wamasai, kwa sababu hapa ndio mwanzo wa binadamu unapoanzia, kutoka utoto unaingia kwa watu uzima. Lakini baadaye kuna eneo lingine linaitwa Eunoto. Eunoto ni baada ya kuonyesha kwamba miaka 7 umeshatahiri, kule ndio ni kama unaenda kugraduate kwa kijana. Lakini baada ya miaka 7 tena unaenda sehemu moja inaitwa Ndonyor Morwa, ambako wazee vijana sasa walikuwa vijana wanakuwa wazee, ambao kazi yao kubwa sasa itakuwa ni kushauri badala ya kuwa na wajibu wa kulinda jamii. Kwa hiyo naomba serikali iendelee kutimiza azma yake ya kuwa na nia ya kuweza kuhifadhi, kusaidiana na sisi jamii, ili vizazi vijavyo waweze kusoma historia yao na kuishi. Ninaitwa Dr. Mnata Resani, ni mkurugenzi msaidizi idara ya utamaduni. Tumefika katika eneo hili ya Elerai kwa sababu ya sherehe ambazo zimeanza jana, sherehe za Wamasai ambazo wanapasisha rika kutoka rika moja kwenda rika lingine, na hili ni swala ambalo ni la kiutamaduni.
Kwa hiyo ndani ya utamaduni tuna utamaduni unaoshikika na utamaduni usioshikika, na katika tukio hili ni moja ya matukio ya utamaduni usioshikika. Ni sherehe ambayo inapaswa kuenziwa kwa sababu katika Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambayo sasa tunaita Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tuna kipengele cha maadili na urithi wa utamaduni. Kwa hiyo katika kipengele hiki tunaona jinsi gani Wamasai wanavyotekeleza kwa vitendo swala la maadili pamoja na urithi wa utamaduni, ambapo kupitia lugha yao ya Kimasai ambayo ni kibebeo cha utamaduni wao wanatekeleza majukumu kama haya. Jana tumeanzia eneo la Enkipa ambapo ni sehemu ya kwenda kusimika uanzishwaji wa rika, lakini tumefika katika eneo hili ambapo maji ya baraka na poda maalum upakwa kwa morani hawa kwa ajili ya kwenda kuingia katika rika la utu uzima. Jambo hili ni jambo muhimu sana. Kikubwa ambacho tumekiona ni kwamba eneo hili ni eneo ambalo limetengwa toka mwaka 1774 mpaka leo. Kwa hiyo hili ni eneo takatifu, eneo la hija, kama ambavyo maeneo mengine ya hija duniani huko na Saudi Arabia yametengwa kwa ajili ya kufanyia ibada zao. Wamasai ni watu wengi, na bahati nzuri eneo hili ndilo ambalo Wamasai ulitumia kutoka katika maeneo yote katika mikoa 15 yote ya Tanzania, kutoka nchi jirani ya Kenya na maeneo mengine walikuwa Wamasai huleta vijana wao hapa kwa ajili ya hija hii takatifu. Kwa eneo hili tumebaini vitu vichache ambavyo tunakwenda kuzungumza sisi kama serikali, tuone jinsi gani ya kuvisaidia. Eneo hili ukianzia pale mipaka ya Tanapa pale karibu na mahakama ukaenda mpaka kule juu, kuna eneo ambalo yamekwisha vamiwa na yamewekewa beacon, lakini tunakwenda kukaa na Wizara ya Maji kwa sababu hili ni eneo ambalo ni chanzo kikuu cha maji katika wilaya 3 za mkoa huu wa Arusha, lakini na kata 14 na vijiji zaidi ya 32. Kwa hiyo eneo hili limevamiwa, chanzo cha maji, watu wameanza kukatakata miti na wakifanya shughuli za kibinadamu. Lakini eneo hili liko chini ya mamlaka ya bonde la Pangani. Kwa hiyo halitakiwi kuharibiwa wala kufyekwa na kuendeshwa shughuli za binadamu kama tulivyoona. Kwa hiyo Wizara ya Maji wana jambo la kufanya, lakini Wizara ya Ardhi ina jambo la kufanya katika tukio hili, kwa sababu ardhi hii ni ya serikali lakini pia inamilikiwa na Wamasai. Wizara ya Utamaduni, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tuna jambo la kufanya kwa sababu hili ni eneo la hija, eneo ambalo urithishaji wa mila za Kimasai hufanyika. Kwa hiyo kuna jambo la kufanya ili tuweze sasa kuishauri mamlaka ya serikali za mtaa, yaani maana yake serikali za mkoa huu wa Arusha, waone jinsi gani ya kushughulika na eneo hili na wasiharibu kile kinachoendelea katika maeneo haya. Ninashukuru sana kwa kuchukua taarifa hii, lakini tunakwenda kuifanyia kazi jambo hili na hatutaliacha likapita bila kusema chochote.